manake tunaweza kufanya chochote leo ili kujiepusha na kesho. Mkutano wa mapambano dhidi ya malaria umefanyika leo hii ukiwakutanisha wadau mbalimbali kwa lengo la kujadili mikakati madhubuti ya kutokomeza ugonjwa huo visiwani Zanzibar. Meneja wa programu ya kumaliza malaria Zanzibar, Dr. Shija Joseph Shija, aliwasilisha mada muhimu iliyoeleza hali ya malaria kwa sasa. 2022 tunaona hapo zilikuwa 600 kidogo, 2023 zikaongezeka 2000, 2024 hapakuwa na tofauti sana kwa magharibi A, lakini 2025 tunaona katika wilaya zote angalau magharibi A imeshuka zaidi, kushuka hadi 1000. Pemba tunaona kama alivyosema mkurugenzi, data zetu zinaeleza kweli kabisa kwamba tuko maambukizi ni kidogo sana kwa upande wa Pemba. Sasa katika hii mikakati mojawapo hii tunaangalia jinsi gani tutaweza kushirikiana, kwa sababu tunazo serikali za mikoa, wilaya, kuna manispa, kuna jiji. Ina maana hapa sasa tuangalie kwa pamoja jinsi gani sisi kwa mfano kama jiji tunaweza tukasaidia maeneo yepi katika kupambana na malaria. Mgeni rasmi wa mkutano huo ni mkurugenzi mkuu Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Amur Suleiman Mohamed, aliyemwakilisha Katibu Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar. Sasa haya ni mafanikio makubwa ambayo tunayozungumza. Lakini sasa pale palipobakia ni pakubwa zaidi kuliko tunakotoka. Sababu kwenye mapambano ukiona kwamba adui umemshinda, haimaanishi kwamba umemshinda, isipokuwa pengine yeye anajipanga kwa utaratibu mwingine. Kwa hiyo kinachotakiwa ummalize kabisa. Sasa hii 0.4 ambayo tunaizungumza inawezekana ikapanda zaidi, hali ikarudi kule kule. Hususan kwa sababu miili yetu sasa hivi imesahau kuhusu malaria. Kwa hiyo maana tukasema sasa lazima tupambane kwa pamoja kuhakikisha kwamba palipobaki tunamaliza katika kipindi ambacho tumejiwekea. Baada ya wasilisho hilo, wadau mbalimbali walipata fursa ya kuchangia maoni yao. Mimi nawapongeza kwa namna mlivyoona watu gani au wadau gani wanafaa kuja kuwa nao katika semina hii. Hivyo basi, mimi ushiriki wangu hapa nimeona kuna faida kubwa sana. Na ukizingatia ni kwamba ni mfanyakazi mwajiriwa mpya au mtendaji wa serikali mpya, ambayo katika miongoni mwa majukumu yangu ni pamoja na hili leo ambalo nimepata kuja kupata elimu yake. Ninawashukuru sana na ninawaahidi kwenda kufanya kazi kwa ushirikiano na watendaji wenzangu. Tunahitaji mchango wa kila mmoja wetu. Tumezungumza habari ya mazingira machafu, tumezungumza habari ya majengo mapya yanayoendelea, na hizi ni projekti za vikundi vya watu binafsi, za wawekezaji. It's a community project zinaendelea. Kwa hiyo hawa watu wanatakiwa waelewe ili na wao watoe ushirikiano, kwa sababu mamlaka zilizopo hata zikifanya enforcement, lakini kama hakuna mashirikiano it's become a problem. Lakini kwa hiyo kila mmoja pia ajue wajibu wake, ili wenye mamlaka watakapokuwa natoa maelekezo waweze kupata ushirikiano, kwa sababu community yote imekuwa aware. Sisi ofisi ya Waziri Mkuu, Wizara ya Afya hapa na Wizara ya Afya Bara, kwa vile hili ni jambo sasa ni chronic, kwa maana hiyo waanze na wao kuchukua juhudi za kuanza kupambana dhidi ya malaria ili kupunguza zile imported cases, na utaratibu ule unaturuhusu kwamba wataalamu wetu hapa na wabara wanaweza kubadilishana uzoefu, utaalamu na maarifa ili kuwezesha sote katika pande zote mbili ili tuwe na utoaji mzuri wa huduma za wananchi. Mjadala huo uliibua mawazo yenye tija na kuonesha dhamira ya pamoja ya kuhakikisha Zanzibar inafika lengo la kutokomeza malaria. Khadija Juma, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo,
kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp +255 777 858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.